Wakenya walikuwa wanataka mambo ya reforms. Hawakuangalia ni nani ako kwa debe ama ni nani. Si mnakumbuka 2002 presidential candidates, the strongest alikuwa ni Kikuyu wote. Ilikuwa Mwai Kibaki ako na KANU iko na Uhuru Kenyatta. Wakenya hawakuwa wanajua mambo ya ukabila. Hao walikuwa wanaangalia tu kiongozi ambaye tunataka anatoka wapi. And that is why between 2002 and 2007 the president was a Kikuyu and the leader of opposition was a Kikuyu, and the Kenyans had no problem with that, kwa sababu walikuwa wanaangalia uongozi. Lakini ilifika mahali 2005 wakati Kibaki nao walikosana na Raila akaanza akasema ya kwamba Kibaki ameemploy watu wengi sana kwa serikali. Hao watu wamekuwa employed kwa serikali ni wa Kikuyu. Mnakumbuka wakati wakina Chris Murungaru, wakina David Miraria ambao walikuwa wana hold powerful positions. Nao wakafungua Wakenya macho. That is why 2007 tukaamukia kitu pale ilikuwa inajulikana kama 41 versus 1. Kwa sababu sasa tulikuwa tumefunguliwa macho kwamba tuko na ukabila Kenya hii. Na hiyo ukabila imekita mizizi kufikia saa hii. Na ndio maana mnaona saa hii mtu akishafanya makosa. Unajua sisi wa Kenya, sisi ndio wafisadi. Kwa sababu sisi tunasukumanga viongozi wetu kufanya ufisadi because tunaenda kuwa defend. Saa hii mimi nikiwa mfisadi, nimeiba pesa za serikali. Alafu serikali inataka kudeal na mimi, nakimbia kwa kabila yangu. Naenda kusema kwamba Waluya wanaonewa. Na unaona sasa wakati huo ukiendelea, vitu kama hizi kiendelea, zinachochea mambo ya ufisadi inaendelea kukitiri mizizi. Kwa sababu sisi wa Kenya we are ready to protect our corrupt leaders. Na inatakikana sasa tufunguke macho, wacha kusema mtu wangu, mtu wetu, mtu na. Sasa tuko na vitengo ambazo zinashughulikia mambo ya ufisadi, vitengo za kisheria. Tuache sheria ichukue mkondo wake. Kama kule nyumbani Natembeya amepatikana na scandal. Wanasema kwamba Natembeya misappropriate 1.4 billion Kenya shillings. Sisi wa Kenya, sisi Waluya tunajitokeza tunasema hajaiba. Lakini sisi hatujui. Inatakikana vitengo ambazo zinashughulikia mambo ya ufisadi, hao waende wafanye uchunguzi yao, watupatie ripoti. Mtu ameiba 1.4 billion, anachukua 2 million, ananunua tiles, kwamba endeni mchomee kwa barabara. Wewe maskini unatoka na tile, unaenda unawashwa kwa barabara. Atakupea shilingi 200, shilingi 500, unasema mtu wetu ni msafi. Lakini kusema ukweli, mtu ametumia 1.4 billion vibaya. Unajua 1.4 billion ni pesa ambayo inatafanya nini kwa county? You know Kenya is not poor. Kusema tu ukweli wa Kenya, niwaambie ukweli, Kenya iko na pesa mingi zaidi. Lakini viongozi ambao pesa hizi zinaingia katika mikono zao wamekuwa wafisadi. Na sisi tumefanya ni wafisadi. Wakianza kupigana ufisadi, sisi hatusemi atipige huyu mfisadi. Tunasema mbona hujaanza na fulani? Mbona sasa mahali pa kuanzia imekuwa ni shida Kenya hii. Wakishika Mkikuyu wanasema tunawanewa sisi ndio wametuonea tu. Wakienda kwa Mkamba ameshikwa na ufisadi wanasema hasa Mkamba tumeonewa. Wakienda kwa Waluya wale wanasema tumeonewa. So unaona vitengo vya kukabiliana na ufisadi nchini zinarudisha makali yake chini, kwa sababu sisi wananchi tumekubali ufisadi ufanyike. You can imagine kila mwaka kaunti yako inapata 10 billion. Kenya itakani kuwe mahaliko saa hii. Lakini kwa sababu sisi wenyewe tumeweza kukubali ya kwamba viongozi wetu wafanye ufisadi, sisi tuwafiche, ndio maana tuko na umasikini mwingi zaidi. Pesa ziko released in constituencies. Lakini kwa sababu ya ukabila na ufisadi, ukabila ambayo inaficha ufisadi, kiongozi wetu anajua tu mimi nitafanya ufisadi, nirudi kwa watu wangu waitetee. Sasa ukienda kule Trans Nzoia natembea kule ni sijui sasa amekuwa pastor sijui nini. Yaani kila wakati na post mimi nimeonewa, mimi na watu wana sympathize na yeye. Lakini baada ya watu kusema hapana, waje sheria chukue mkondo wake. Ukipatikana you are innocent, you will be free. Ukipatikana you are guilty, uchukuliwe hatua. Na hiyo ndio mambo hata niliona Raila akizungumza jana kwamba wafisadi wasiachiwe nafasi. Na mimi naambia President William Ruto, kama umeanza kupigana na ufisadi, usilegeze kamba. Weka hao viongozi ndani, ndio watu ambao tutapigia kura 2027 wafanyie wa Kenya kazi. Imagine mahali kama hapa Embakasi South. Embakasi South inapata 180 million kila mwaka. Hiyo pesa Embakasi South iko na 5 wards. Ukidivide hiyo pesa utapata kila ward inatakana ipate 36 million. Sasa tuseme kama ward ya hapa mkipewa 36 million kila mwaka.
Si hata shule itajengwa hapa ya serikali, si barabara itajengwa, si maji itakuwa. Lakini mbunge anachukua hii pesa anaweka kwa mfuko, anachukua only 20% anaweka kwa maendeleo. Hii zingine atakuja kukuhonga wewe, ukimbia kwa hii barabara ukimuimba amekopea shilingi 200, amekupatia shilingi 500, unasema mawazo wetu wako sawa. Na anatumia pesa yako yenye ingefanya maendeleo. Lazima Wakenya kwanza tuchanuke kwanza, ndio tuanze kupoint vidole katika viongozi wetu. Kwa sababu sisi tumepatia viongozi wetu nguvu. Unajua kiongozi mfisadi akikuja kutembelea nyinyi, na nyinyi mkataza kwamba waache ufisadi. Umeiba pesa yetu, pesa ya kufanya kitu fulani wewe umechukua. Viongozi wetu wataweza kulainika, lakini sisi we welcome them. Na wanajua sana venye wanakujianga watu wa kijiji. Kwamba wache nikupatie sukari, sijui unga. Mtu amekaa mwaka mzima kanya hajawahi kupatia unga, alafu anakupatia unga siku moja, unamuimba mwaka mzima. So lazima Wakenya tuchanuke, tukatae ufisadi sisi wenyewe, ndio viongozi watajua nikiwa ufisadi watu wangu watanikataa. Asante sana Mr. Speaker. Mbunge ameongea vizuri.